Vita kati ya Marekani na Iran vimeanza kufichua changamoto ambazo hazionekani mara kwa mara kwenye picha za mashambulizi ya makombora na ndege za kivita. Nyuma ya operesheni kubwa ya kijeshi ya Washington, kuna swala jingine muhimu. Je, Marekani ina uwezo wa kujaza haraka silaha za ulinzi wa anga ambazo imetumia kwa kiwango kikubwa kuipiga Iran? Jibu kutoka kwa uchambuzi wa hivi karibuni wa Center for Strategic and International Studies, CSIS, zinaonyesha kwamba mchakato huo unaweza kuchukua miaka kadhaa. Mfumo mmoja unaoangaliwa kwa karibu ni Terminal High Altitude Area Defense, maarufu kama THAAD Defense System, mojawapo ya mifumo muhimu zaidi ya Marekani ya kukabiliana na makombora ya ballistic. THAAD imeundwa kuzuia makombora ya ballistic katika hatua ya mwisho ya safari yake na ni sehemu muhimu ya mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani na washirika wake. Tatizo ni kwamba mfumo huu umetumika kwa kiwango kikubwa katika operesheni dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa CSIS, hakuna makombora mapya ya THAAD yaliyowasilishwa kwa Marekani tangu Agosti mwaka 2023, huku deliveries zikitarajiwa kuanza tena ifikapo Aprili mwaka 2027. Uchambuzi wa awali wa bajeti ulikuwa umeonyesha pengo kubwa na refu katika deliveries za makombora hayo. Hii haimaanishi kwamba kiwanda cha THAAD kilikuwa kimefungwa kabisa. Tatizo lilikuwa zaidi kwenye ratiba ya manunuzi, deliveries na uwezo wa uzalishaji ikilinganishwa na mahitaji ya Marekani na washirika wake. Na baada ya matumizi makubwa katika vita vya Iran, pengo hilo limekuwa swala la usalama wa kitaifa. CSIS inasema THAAD, Patriot na Tomahawk ni miongoni mwa silaha ambazo zinaweza kuchukua miaka mitatu au zaidi kurejesha akiba zao hadi viwango vya kabla ya vita. Kwa THAAD, hali ni nyeti zaidi kwa sababu kuna njia chache mbadala zinazoweza kufanya kazi sawa dhidi ya baadhi ya vitisho vya makombora ya ballistic. Hii inatengeneza tatizo la kimkakati kwa Marekani. Washington haikabiliwi na Iran pekee. Wakati huo huo, inapaswa kuzingatia Urusi, China, Korea Kaskazini na uwezekano wa migogoro mingine katika maeneo mbalimbali duniani. Na hapo ndipo Ukraine inapoingia kwenye picha. Marekani imekuwa ikihitaji pia mifumo ya ulinzi wa anga kama Patriot kwa ajili ya Ukraine. Hivyo, mahitaji ya Marekani yenyewe, mahitaji ya washirika wake Mashariki ya Kati na mahitaji ya Ukraine yanaweza kugombania uzalishaji mdogo wa viwanda. CSIS inaonya kwamba Marekani sasa inahitaji kujaza akiba zake, wakati huo ikiendelea kutimiza oda za washirika wake wa kimkakati. Mahitaji yamekuwa yakizidi uwezo wa uzalishaji wa baadhi ya mifumo hiyo. Kwa hiyo, vita vya Iran vimeleta kile kinachoweza kuitwa tatizo la magazine depth, yaani uwezo wa nchi kuendelea kutumia silaha kwa muda mrefu bila kuishiwa na akiba. Jeshi linaweza kuwa na silaha bora zaidi duniani, lakini kama matumizi yake ni makubwa kuliko uwezo wa viwanda kuzalisha silaha mpya, muda unapoendelea, basi tatizo linaongezeka kuwa kubwa zaidi. Na hii ni muhimu zaidi kwa sababu Marekani imekuwa ikijiandaa kwa uwezekano wa mgogoro mkubwa katika Indo-Pacific, hasa kuhusu China. CSIS imeonya kwamba matumizi ya makombora wakati wa vita vya Iran yamepunguza akiba ambazo pia zingehitajika katika vita vinavyoweza kutokea katika Pacific. Kwa baadhi ya mifumo, akiba ilikuwa tayari ndogo kabla ya vita vya mwaka 2026. Hivyo, Washington sasa inakabiliwa na uchaguzi mgumu: kuongeza uzalishaji haraka, kutumia mabilioni ya dola kujaza maghala, au kupunguza matumizi ya baadhi ya mifumo ili kuhifadhi uwezo kwa mgogoro mwingine mkubwa. Pentagon tayari imeonyesha kwamba imeelewa tatizo hilo. Bajeti ya mwaka wa fedha 2027 inaomba fedha kubwa zaidi kwa ajili ya manunuzi ya silaha na kujenga upya akiba zilizotumika katika operesheni Epic Fury. CSIS inasema jeshi limeomba interceptor 857 ya THAAD katika bajeti ya mwaka 2027, lakini deliveries zake zinatarajiwa kuanza karibu katikati ya mwaka 2029. Hii inaonyesha tofauti kati ya kuagiza silaha na kuwa nazo vitani wakati halisi. Marekani inaweza kutenga fedha leo, lakini haiwezi kugeuza fedha hizo kuwa mamia ya makombora ndani ya wiki chache. Uzalishaji wa silaha za kisasa unahitaji vifaa maalum, wafanyakazi wenye ujuzi, vipengele vya kielektroniki, injini, mifumo ya guidance na muda wa majaribio.
Kwa hiyo kama vita vingine vikubwa vitaanza kabla ya uzalishaji huo kuongezeka, Washington inaweza kulazimika kufanya maamuzi magumu kuhusu ni maeneo gani yanapewa kipaumbele. Lakini kuna tatizo jingine linaloambatana na matumizi haya makubwa ya silaha: gharama ya kibinadamu. Takwimu za Pentagon za sasa zinaonyesha kuwa jumla ya wanajeshi wa Marekani waliouawa au kujeruhiwa katika vita dhidi ya Iran imefikia 774, wakiwemo 18 waliokufa na 756 waliojeruhiwa. Takwimu hizo zimegawanywa katika Operation Epic Fury na kundi jipya la Overseas Operations. Jeshi la Marekani ndilo limeonekana kubeba sehemu kubwa ya hasara hiyo, likiwa na jumla ya vifo 11 na majeruhi 589 katika makundi hayo mawili. Mgawanyo wa Overseas Operations si ushahidi wenyewe kwamba Pentagon inajaribu kuficha idadi ya waliofariki. Pentagon imeeleza kwamba kundi hilo lilianzishwa baada ya Operation Epic Fury kuchukuliwa kuwa imekwisha, huku mapigano yakiendelea katika awamu nyingine. Hata hivyo, mabadiliko hayo ya mfumo wa takwimu yameibua mjadala mkubwa kuhusu namna gharama halisi ya vita inavyowasilishwa kwa umma. Kwa hiyo, tunapounganisha makombora yaliyotumika na wanajeshi waliouawa au kujeruhiwa, tunapata picha pana zaidi ya gharama ya vita hivi. Hii si vita ya makombora pekee, ni vita inayotumia fedha, vifaa, muda, wanajeshi na uwezo wa viwanda. Na gharama inaweza kuendelea hata baada ya mapigano kupungua. CSIS imekadiria gharama ya kampeni ya Marekani dhidi ya Iran kuwa karibu dola bilioni 40, ikiwa ni pamoja na gharama za deployments, munitions, matumizi makubwa ya vifaa, uharibifu wa vifaa na vituo, pamoja na mafuta yaliyotumika. Kwa hiyo, hoja muhimu si kusema kwamba Marekani imeishiwa kabisa na makombora au imepoteza uwezo wake wa kijeshi. Hilo halijaonyeshwa na ushahidi uliopo. Kinyume chake, CSIS imeeleza kwamba Marekani ilikuwa na silaha za kutosha kuendelea na vita katika mazingira yaliyokuwa yanatarajiwa. Tatizo kubwa ni kwamba matumizi hayo yameacha pengo la muda mrefu katika akiba ambalo linaweza kuwa hatari ikiwa kutatokea mgogoro mwingine mkubwa kabla ya uzalishaji kurejea katika viwango vinavyohitajika. Na hapo ndipo Iran na Ukraine zinapokutana katika hesabu moja ya kimkakati. Iran imeonyesha kwamba mashambulizi ya makombora na drones yanaweza kulazimisha nchi yenye mfumo mkubwa wa ulinzi kutumia interceptors ghali kwa kasi kubwa. Ukraine imeonyesha kwa miaka kadhaa kwamba vita vya kisasa vinahitaji ulinzi wa anga kwa kiwango kikubwa na endelevu. China, ikiwa kutatokea mgogoro katika Indo-Pacific, inaweza kuwa na uwezo wa kurusha idadi kubwa zaidi ya makombora katika mazingira magumu zaidi ya kijiografia. Kwa hiyo, somo kubwa kwa Pentagon ni hili: kuwa na mfumo bora wa ulinzi wa anga haitoshi. Lazima pia uwe na uwezo wa kuuzalisha tena kwa kasi inayolingana na matumizi ya vita. Vita vya Iran vimefanya swala hilo lionekane wazi zaidi. THAAD bado ni silaha yenye uwezo mkubwa. Patriot bado ni muhimu. Marekani bado inahitaji uwezo mkubwa wa kijeshi kuliko nchi nyingine duniani. Lakini vita vya muda mrefu vinaweza kugeuza nguvu hiyo kwa mtihani wa uzalishaji wa viwandani. Na kama Washington inalenga kuendelea kusaidia Ukraine kulinda vituo na maslahi yake Mashariki ya Kati, na wakati huo huo kujiandaa kwa uwezekano wa mgogoro na China, basi swali kubwa la miaka ijayo halitakuwa tu Marekani na silaha gani? Litakuwa Marekani inaweza kuzalisha silaha hizo kwa kasi gani baada ya kuzitumia? Hilo ndilo somo kubwa linalotokana na matumizi makubwa ya THAAD na mifumo mingine ya ulinzi wa anga katika vita vya Iran. Kwamba katika vita vya kisasa, uwezo wa kuzuia kombora moja ni muhimu, lakini uwezo wa kuzalisha kombora la pili, la tatu na maelfu unaweza kuwa muhimu zaidi.